Mimi Jessica John Magufuli naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiki kilikuwa ni kiapo cha mtoto wa hayati Magufuli. Huyu anaitwa Janet Magufuli. Ni mtoto wa hayati Dr. Joseph John Pombe Magufuli aliyefariki tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2021. Unaona bwana, kifo chake kutangazwa na aliyekuwa makamo kwa wakati huo Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais mheshimiwa. Kwa hiyo Janet Magufuli ameapa kuwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akichaguliwa kutoka Chato kuwakilisha wakazi wa Chato. Ndiyo mara yake ya kwanza, sio mzoefu kwa masuala ya kisiasa. Ndio mara yake ya kwanza anaingia katika masuala ya kisiasa na kuchukua wadhifa wa juu zaidi wa kuwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuwawakilisha wananchi katika jimbo la Chato mkoani Geita. Sasa unaambiwa katika kile ambacho kimeendelea kutokea, amekuwa akikumbukwa zaidi Dr. John Pombe Magufuli kutokana na kile ambacho alichokitenda na vile vingi vikubwa alivyovitenda na kuacha zawadi kwa taifa hili la Tanzania, kama jinsi alivyosema kwamba anajua siku moja atakufa, lakini najua wananchi watamkumbuka kwa sababu amesacrifice maisha yake kwa ajili ya Watanzania. Na alisema Dr. John Pombe Magufuli kwamba Watanzania hawatamkumbuka kwa mabaya, bali watamkumbuka kwa mema ama mazuri aliyowahi kuyatenda. Kiuhalisia maneno yake yanaishi mpaka leo. Ni kweli, kwa asilimia fulani wananchi wa kawaida wanamkumbuka kwa mazuri. Wananchi wanamkumbuka kwa mazuri Dr. John Pombe Magufuli kwa mengi aliyoyatenda, kwa sababu kitu kikishakuwa kikuwepo unaweza usione umuhimu wake, lakini kikishaondoka hata wale ambao walikuwa waoni umuhimu wa kile kitu wanaanza kuona umuhimu wake pia. Unaona bwana. Kwa hiyo ni summarize, kwa sababu huwezi kumtaja au kumuelezea mtoto wa Dr. John Magufuli wakashindwa kumzungumzia yeye, au ukamzungumzia wasifu wa Dr. Samia Suluhu Hassan bila kumzungumzia Dr. John Joseph Pombe Magufuli kwa yale ambayo aliyoyatenda na kwa jinsi ambavyo alivyojipambanua zaidi, na hasa hata katika ule wakati wa COVID-19 alivyozuia karantini, watu kukaa karantini, watu waende wakafanya shughuli zao kama kawaida. Alikataa masuala ya machanjo na vitu vingi vikubwa ambavyo enzi za uhai wake alivitenda na kuonesha msimamo mkubwa kwa mataifa. Lakini pia alileta maendeleo ya standard gauge, reli ya umeme kabisa ambayo inaelekea kumaliziwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati huu. Lakini wakati ule aliweza kuanzisha hivyo. Lakini pia bwawa la Mwalimu Nyerere, mabarabara mengi nchini kuweza kuyasogeza kwa kasi, lakini pia kulinda taifa hili, madini taifa, nidhamu ya kazi. Yani ni vitu vingi ambavyo huwezi kuvimaliza hata kama useme upewe siku nzima kuvielezea. Vile ambavyo nimevielezea unavijua, na vile ambavyo sijavielezea unaweza kutoa maoni yako hapo chini. Lakini kikubwa zaidi, mtoto wa Magufuli naye kama mbunge.